Ni kitu ambacho hakitoki katika vinywa vya watu wengi kila mara, na Wakristo wengi kwa dunia ya leo, kila wanapoingia kwenye maombi, moja kati ya vitu ambavyo huvitaja sana ni uamsho. Na kinachonishangaza au kinachonihuzunisha sana ni pale mahali ambapo kadiri wanavyozidi kuomba uamsho ndivyo watu wanazidi kulala. Unaweza ukashangaa katika maombi tukasema tuombee kusanyiko letu uamsho. Sasa kwa kadiri ambavyo tunavyoombea kusanyiko letu uamsho ndivyo watu wanavyozidi kulala. Unajua kwa nini? Kwa sababu sisi hatuko waomba uamsho, bali tuko wazihirisha uamsho. Ndio maana wakaita kanisa zetu reve. Yesu atusaidie sana. Ni ajabu sana tuitwe kanisa reve kisha tena tuombe uamsho. Hii inakuwa tatizo ya watu wengi. Kwa hiyo sisi hatuko waomba uamsho, sisi ni wazihirisha uamsho. Na majira haya ambayo tunaishi mimi na wewe ni majira ambayo ni ya uamsho. So ukitoka kwenye njia ya uamsho na kuanza tena kuomba uamsho, utaishi ukavu na ukame kwa sababu kujua majira. Acha nikupatie majira kuhusu uamsho. Unajua mkulima akilima wakati akilima majira ya mvua, halombi sana kutumia nguvu juu avune. Juu iko majira yake. Lakini mkulima akilima kipwa wakati wa jua kali, hata kama anaweza weka mboleo za mingi kiasi gani, hata kama anaweza mwagilia maji, atavuna mbegu kidogo, na tutaelewa ya kwamba alikuwa nje ya majira. Unajua kwa nini watu wengi wanashindwa kutumia majira haya kuzalisha kitu kwenye maisha yao? Kwa sababu hawajui, wanabaki wakiomba uamsho. Na nilizungumzia pointi ya kwanza nikasema fasi kwenye kuko uamsho lazima kuwe nguvu ya uzalishaji, iwe katika familia, iwe katika biashara, iwe katika huduma. Unajua tunakosea watu wengi kujua ya kwamba uamsho tu ni paka kwenye eneo la kanisa, uamsho tu ni paka kwenye eneo la kusanyiko. No. Uamsho hauko kwenye eneo la kusanyiko tu. Uamsho uko kwenye eneo la biashara, eneo la kifedha, eneo la uzao, eneo la ndoa. Inabidi uamsho uonekane na uzihirike. Kibaki tu kuomba tu, Baba amsha kusanyiko letu. Je, jiulize swali, ameamsha na maisha yangu pia? Yesu atusaidie sana. Hii ni namba moja ambayo nilizungumzia sana siku zilizopita hapa nyuma. Na mara nyingi kawaida yangu huwa sipendi kurudilia sana vitu, maana huwa vinanisumbua sana. Kwa hiyo ukisema uko na uamsho au mtu ambaye anatembea ndani ya uamsho ni mtu ambaye yuko na nguvu ya uzalishaji. Kazi yako itazaliwa, ikiwa ni mifugo itazaa, ikiwa ni shamba itazaa sana. Huo ndio uamsho. Na namba ya pili nimesema uamsho, fasi ambapo uko uamsho lazima kuondoke ukavu. Unajua tuko na Wakristo ambao wamekauka sana, hata kama wanaingia siku ya Jumapili. Wanakauka sana kwenye eneo la maombi, wanakauka sana kwenye eneo la utoaji, wanakauka sana kwenye eneo la kukusanyika, wanakauka sana kwenye eneo la ufanyaji kazi wa biashara yao. Sawa sana neno katika Hagai ya kwamba mnapanda mbegu nyingi lakini mnavuna kidogo. Mnakula lakini hamshibi. Mnavaa lakini hapana onaye moto. Na hata mkipata mishahara mnaipata na kuiweka katika mifuko iliyotoboka. Wai anasema zitafakarini njia zenu. Unajua ukifika majira ambao umeshakuwa mkavu sana kwenye kila hatua, ina maana uamsho hauko hapo. Uamsho hauko hapo. Na namba ya tatu ambayo nilizungumzia jana, nilisema uamsho ni kwenye eneo pia la moyo. Uamsho pia unaanzia kwenye eneo la moyo. Yesu katika kitabu cha Mathayo 21:12, maandiko yanasema ya kwamba akaingia hekaluni, akaanza kuzipindua meza za wafanyabiashara. Maana ya kupindua meza ilikuwa nguvu sana watu wafanye kusanyiko ya Mungu kuwa pango la wanyang'anyi. Na ndivyo watu wengi wa Mungu leo roho zao zimekuwa pango la wanyang'anyi. Chuki, kiburi, majivuno, ugomvi,
wivu, hasira, faraka, uzushi imekuwa sehemu ya mioyo ya Wakristo wengi. Iko nguvu unaweza ingia maombi, Mungu leta uamsho kwa kusanyiko letu, lakini mtu naye muombea uamsho huo haumupendi. Iko nguvu uingie katika maombi, Mungu leta uamsho, kisha Mungu alete uamsho, bale watu wenye alilamsha, kisha tena wewe ndio unakuwa mlango mkubwa wa kuwabomoa, kuliko Mungu afanye hivyo, anakausha kabisa kusanyiko, inabakia wazi na viti vinabakia wazi juu ya mtu. Yesu atusaidie sana. Amen. Leo nataka kuzungumzia nifanye nini ili niweze kuamka. Nifanye nini? Ndio kitu ambacho nataka kuzungumzia leo. Nifanye nini ili niweze kuamka. Tutasoma andiko mbili, ndio shairi za msingi ambazo tutaanza nazo. Kitabu cha Hagai sura 1 mstari wa 14. Aya yake tunaweza kuwa wima kuheshimu neno la Mungu. Hagai 1 sura 14 tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Bwana akaiamsha roho ya Zerubabeli. Amen. Amen. Andiko ingine ambayo tutasoma ni katika kitabu cha Isaya 60 mstari wa 22 tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Mdogo atakuwa elfu na mnyonge atakuwa taifa hodari. Mimi Bwana nitayatimiza hayo wakati wake. Amen. Amen. Ninataka kuzungumzia asubuhi ya leo kichwa cha somo ambacho kinasema nifanye nini ili niweze kuamka. Bila kukupeleka mbali sana, hatua ya kwanza ambayo inabidi uifanye ili uweze kuamka, na hii hautaamka tu kimaombi, na hii hautaamka tu kwa kukusanyika. Hii itakuamsha mpaka kwenye eneo la biashara, itakuamsha mpaka kwenye eneo la uzao. Kila engo ya maisha yako kifata kanuni hii itakuamsha. Nifanye nini ili uweze kuamka? Namba 1, jifunze kutamka juu ya tatizo lako. Jifunze kutamka juu ya tatizo lako. Ulimwengu wa roho haujui kilio, unajua matamko. Watu waliokufunga hawakukufunga kwa kulia, walikufunga kwa kutamka. Shida ambayo unayopitia leo haikugandi tu juu kwa shida juu na kuganda na kuganda juu kuko tamko yenye lishaka kuganda. Ukishindwa kujua tamko gani ambayo iko juu ya maisha yako, hauwezi jikwamua. So ndio maana nikasema namba 1, jifunze kutamka juu ya tatizo yako. Sauti ya matamko ndiyo ambayo humfanya mtu kuinuka kwenye eneo la uamsho. Unajua kwenye bonde la mifupa mikavu, tukisoma kitabu cha Ezekiel 37 tunapata habari ya utabiri wa mifupa mikavu. Hapa ndio naweka simenti kwa hili somo, na vipengele vyangu vyote nazungukia kwa hii somo. Ezekiel 37, Ezekiel akapelekwa kwenye bonde la mifupa mikavu. Alafu akauliza swali na Mungu, mwanadamu, mifupa hii yaweza kuishi? Ezekiel akamjibu akasema, Bwana Mungu ni wewe wajua. Maana Ezekiel alijua nikileta ukaramusi hivi itanishinda. Eske kweli hii mifupa inaweza kuishi? Akasema wewe wajua, mimi sijui. Kisha Mungu akamwambia Ezekiel, tabiri juu ya mifupa hii. Ezekiel akatabiri akasema, enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Ile mifupa haikuinuka juu ya kunongona kwa nabii. Haikuinuka juu ya haikuinuka juu ya maombi ya nabii, iliinuka juu ya tamko la nabii. Aliposema isikieni neno. Huko hapa probleme yako haiwezi kutoka kama unashindwa kujitamkia. Haiwezi kutoka kama unashindwa kuondoa tamko ambalo linalo kuikalia.
Yesu atusaidie sana. Amen. Sikia shida ya watu wengi. Watu wengi leo wanazoea kusema probleme yao, lakini hawajui kusema na probleme. Unajua, make ni hivi, unaweza kuwa uko na magonjwa, unazoeaka sana kusema magonjwa yako kwa watu, hauyasemaka na magonjwa yako. Ukifika hapo nasema na kuwaka na ugonjwa fulani na nitesaka. Ukifika hapo nasema na kuwaka na ugonjwa fulani na nitesaka. Ukifika hapo nasema hauyaongeaka na ugonjwa yako. Sasa zemo unashindwa kuongea na ugonjwa wako, ile ugonjwa haiwezi kutoka. Ndivyo watu wengi walivyo. Kila siku wakati uko unaongea shida zako kwa watu, zile shida hazitatoka. Ongea na shida zako, usiambie hii sio haki yangu na kuamrisha kutoka kwenye maisha yangu. Yesu atusaidie sana. Amen. Nataka kuweka nanga sasa ya maandiko ili nielewe sasa hapa. Hapo unifuate vizuri ili kwamba unielewe juu ya kujifunza kutamka. Kitabu cha Marko. Kitabu cha Marko 11 mstari wa 23 tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Anasema hivi, amini nawaambieni yoyote amini nawaambia yeyote atakayewaambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, wala usione shaka moyoni mwake, ila amini kwamba hayo asemayo yatatokea na yatakuwa yake. Amen. Uamsho hauanzii kwenye eneo la kilio, unaanzia kwenye eneo la matamko. Yesu anasema katika Marko, yeyote atakayesimama katika maombi, yani atakayesimama na kuambia mlima huu ng'oka, asemi yeyote atakayesimama katika maombi na kuambia mlima huu ng'oka. Anasema yeyote atakayesimama na kuambia mlima huu ng'oka. Hapo kuko neno matamshi. Ina maana hautaondoa mlima kwa maombi, utaondoa mlima kwa matamko. Kwa nini nasema kwa matamko? Kwa sababu Yesu alipokuja alituambia ametupa mamlaka ya kukanyaga nyoka. Alituambia ametupa maombi. Katika kitabu cha Mathayo 28 mstari wa 19, yani ukirudi kwa mstari wa 18, anasema mamlaka yote mbinguni na duniani nimepewa, enendeni ulimwenguni kote. Anaposema enendeni, ina maana hapo tuko na mamlaka yenye haina limite. Hakuna frontiere juu ya mamlaka yenye tulipewa. So ukikuwa hapa uko na shida yako, Mungu hahitaji kilio mwa ile shida, anahitaji utumie matamko kuondoa mlima. Ndio maana anasema atakayewaambia mlima huu ng'oka, utang'oka. Ulishaambia probleme yako ng'oke. Yesu atusaidie sana. Amen. Yesu ulishaambia probleme yako ng'oke. Acha tuende mbali. Turuke mstari wa 19. Yaani tuanzie kwa mstari wa 19 ili mnielewe vizuri. Marko 19 na tushuke mpaka 23 kwa tulikuwa. Anasema hivi, na kulikuwa jioni, alitoka mjini, na asubuhi alipokuwa akipita, waliuona mtu umenyauka toka shina. Petro akakumbuka habari, akamwambia, Rabi, tazama mti ulioulaani umenyauka. Yesu akajibu, amini muaminini Mungu, amini nawaambieni, yeyote atakayewaambia mlima huu ng'oka, nao utang'oka ukatupwe baharini, wala sione shaka moyoni mwake, ila amini kwamba haya yatafanyika, nayo yatakuwa yake. Wakati Yesu anakutanana na mti, Yesu hakuomba mti nipatie matunda. Juu wewe ulikatala kutoa matunda na kulaani, tangu sasa kauka. Acha nikupatie habari ya Petro na Yohana wakati wanamponya yule kiwete. Petro na Yohana, Petro aliambia yule kiwete, tutazame sisi, fedha wala dhahabu hatuna, ila tulicho nacho ndicho tukupacho. Kwa jina la Yesu inuka. Nafikiri kungelikuwa mtumishi mmoja wa leo
angelianza kuomba, Baba, nakemea pepo zote za ulemavu, nakemea madhabahu yote ya ukoo, nakemea laana zote za kaskazini na wapi. Petro alijua ile jina niko nayo ni jina yenye mamlaka ya kuponya na kufungua na kuamrisha usimame. Unaona tumia mamlaka gani? Amenielewa? Huko fasi tumtalielewa. Yesu atusaidie sana. Amen. Tamko la imani huondoa mlima. Mlima hauondoki kwa sababu ya kuuombea. Mlima unaondoka kwa sababu ya kuutamkia. Wewe uko na probleme ya mlima ya magonjwa, Baba, katika jina la Yesu nahitaji uniponye. No, Mungu anataka nini? Wende kimamlaka. Anasema katika kitabu cha Isaya 53 mstari wa 5, na kwa kupigwa kwake sisi tumekombolewa. Sasa kwa nini magonjwa hakuikalie? Kwa kupigwa kwake mimi nimeponywa. Magonjwa huna nguvu ya kunikalia na kutamkia uondoke kwenye maisha yangu. Shaka za wengi kutamka ni nguvu. Yesu atusaidie sana. Amen. Acha nikupe andiko nyingine ambayo inafariji waombaji wengi. Na hii inawafanya wabaki kuwa ombaomba wa kulia. Inafariji waombaji wengi. Kitabu cha Yakobo, yes. Yakobo sura 5. Yakobo sura 5 mstari wa 17. Usikie hii andiko vizuri. Sura 5 mstari wa 17. Yakobo anasema hivi hadi 18. Eliya alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, akaomba kwa bidii mvua inyeshe, na mvua haikunyesha juu ya akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Akaomba tena kwa bidii, akaomba tena, mbingu zikatoa mvua, nayo nchi kazaa matunda yake. Amen. Hili andiko limekuwa likiwafanya waombaji wengi wabaki kuwa ombaomba wa kuliali. Eske realite siku Elia alifunga mvula, aliomba kwa bidii. Nani anasomaka Biblia niambie? Yesu atusaidie sana. Amen. Siku Elia alifunga mvua, aliomba kwa bidii. Yesu atusaidie sana. Amen. Aliomba kwa bidii. Alitamka. Kitabu cha Wafalme wa Kwanza. Kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura Wafalme wa Kwanza Kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura 17 mstari wa 1. Inasema hivi: basi Eliya Mtishibe wa wageni wa Gileadi akamwambia Ahabu, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye nasimama mbele zake, hakutakuwa umande wala mvua miaka hii, ila kwa neno langu. Yesu atusaidie sana. Amen. Ila kwa neno, matamko, maombi. Sio kwamba naipinga, lakini maombi inatumikaka na matamko. Huko fasi ndio kupeleka tutalikubali tu leo. Maombi inatumikaka na tamko. Aseme kuomba kwa Elia aliomba kwa bidii. Sasa wengi wanazoea sana kuomba sana kwa bidii, lakini hawajui kutamka juu ya shida yao. Ndio maana Yesu akamwambia Petro, nakupa funguo wewe Petro. Yoyote utakayefunga duniani yatafungwa mbinguni, na yoyote utakayefungua duniani yatafunguliwa mbinguni. Alisema yoyote utakayeombea, yoyote utakayo yafunga. Sasa haufungi kitu kwa kulia. Unafunga kitu kwa mamlaka. Na moja kati ya sehemu ya uamsho ni kwenye eneo la kutamka. Anasema katika kitabu cha Ayubu, yeye huondoa matamko yao. Kuna tatizo gani kwenye matamko? Na ndio hii ambayo nataka nikupe kwa muda kama na huu. Yesu atusaidie sana. Amen. Kitabu cha Isaya. Nasikia kuna watu ambao wako na ubiri. Wakati tuko tunahubiri, wengine wanahubiri. Yesu atusaidie sana. Mungu abatie nguvu. Kitabu cha Isaya 22 mstari wa 2 tunasoma katika jina la Yesu. Kwa naandika sana hizi andiko. Anasema hivi: na ufunguo wa nyumba ya Daudi utakuwa juu mabegani mwake. Yeye atafungua, wala hapana atakayefunga, naye atafunga, wala hapana atakaye. Na uweza
wakifanya ambacho kuna uwezo wa kufunga, hakuna mtu kuna uwezo wa kukifungua. Na chochote ambacho kuna uwezo wa kufungua, hakuna mtu mwenye kuna uwezo wa kukifunga. Sasa hapa kuko swali, aseme wachawi wanatuwezeaka wapi? Ndakupatia jibu. Wachawi wanauwezeaka wapi? Ndakupa jibu leo. Yesu atusaidie sana. Kwa unapoomba lazima uombe kwa kutumia matamko kwa ajili ya kuondoa shida yako. Hapana kuomba kwa kilio, hapana kuomba kwa machozi. Omba kwa kutumia tamko la kuondoa shida juu ya maisha yako, na hapo Mungu ataanza kuamsha sehemu ya maisha yako. Amen. Yesu atusaidie sana. Amen. Kitabu cha Yohana. Mimi niko nasema na maandiko. Mungu unaziandika tu. Ndafika fasi kisha nastanye sitasoba tena. Yohana 11 mstari wa, yani niko nakupatia andiko zenye wewe unazoeaka kuzisoma kila siku. Andiko Yohana 11 mstari wa Yohana 14 mstari wa 13 tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Yesu atusaidie sana. Acha nikupe kitu hapa. Yesu anasema mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Sasa jina la Yesu ni jina gani? Yesu atusaidie sana. Amen. Tunazoea kuomba hivi, Baba katika jina la Yesu tunakemea magonjwa, tunakemea nini? Jina la Yesu ni neno. Anasema katika kitabu cha Isaya 55 mstari wa 10, aseme ndivyo ilivyo neno litokalo kinywani mwangu, halitanirudia bure lisipofanya mapenzi. Kwa hiyo Mungu anapoangusha neno, huyo ndio Kristo. Sasa anahitaji wewe uogote ile neno, umrudishie hayo, ndio arudishe majibu. Anasema Yeremia 1:12, aseme umeona vema, kwa maana mimi Mungu naliangalia neno langu ili nipate kuweza kulitimiza. Mtu mmoja anisomee andiko katika Biblia. Soma andiko hiyo. Hiyo andiko. Yesu atusaidie sana. Yeremia 1:12. Nani katika Biblia katika mkutano? Yeremia 1:12. Sikie anasema nini? 1:12 Yeremia. Nasoma kitabu cha Yeremia 1:12. Ndio. Naimba hivi. Ndio. Ndipo Bwana akaniambia, umeona vema, kwa maana ninaliangalia neno langu ili nilitimize. Amen. Amen. Yesu atusaidie sana. Umeona vema, kwa maana naliangalia neno langu ili ni neno gani sasa yenye Mungu alisemaka juu ya maisha yako, juu atimize sasa? Kumbe hatimizi maombi, anatimiza neno. Mnaona kama mchawi anaombaka? Mnaona kama mwizi anaombaka? Ndakupeleka tu, hiyo kwanza iweke munani mkonjelateur, ndakupeleka pale. Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo mimi Bwana naliangalia neno langu ili nilitimize. Sasa sisi tunaomba kwa matamko, huku tukitumia neno ambalo limekuwa kama ahadi ambayo Bwana ametuahidi kwa maisha yetu. Sasa ni neno gani ambalo Mungu amekuahidi kwa ndoa yako, kwa kazi yako, kwa huduma yako? Ni neno gani ili kwamba Mungu alitimize? Anasema katika kitabu cha Isaya 60 mstari wa 11, nami nitafungua malango ambayo hapana atakayekuwa na uwezo wa kuyafunga. Yatafunguliwa mchana na usiku, hakutakuwa mtu atakaye. Juu ya nini sasa wengi malango yanafungiwa? Hiyo ni swali ya kujiuliza. Juu ya nini wengi malango inafungiwa? Yesu atusaidie sana. Amen. Nataka nipatie sasa hii mfano ili kwamba munielewe vizuri. Nataka wadada hapa na watoto wadogo wawili hapa, mbili. Nileteni watu hini hapa. Wadada ambao wanajiaminia 2 na watoto wadogo 2, ili nikupatie kitu. Hakuna wadada? Nataka wadada wawili na watoto. Yesu atusaidie sana. Nataka wadada wawili na watoto. Mletee watoto wawili kule kwa wale wa Ikodime. Umoja huyu. Wala chui. Huyu dada wa huku
nampa jina ya sungura. Sungura. Sasa huyu ni mtoto wa simba na huyu huku ni mtoto wa Sasa huyu chui au simba na huyu sungura banaenda kutafuta majani mpori. Na sasa anaenda yani huyu anaenda tafuta majani, huyu anaenda tafuta malisho. Sio simba kama anakula nyama. Kisha banakutanana munjia. Bakikutanana munjia, huyu sasa iko nakimbiza huyu. Huyu ataomba ombi gani? Atamwambia Mungu, unisaidie nipe hii malisho ya usungura juu niende kulisha mtoto wangu asikufe na nini? Na njaa. Huyu naye sasa iko nakimbia huyu. Ataomba ombi gani? Mungu unisaidie simba asinikamate anikule mtoto wangu asikufe. Si mnasikia? Si bote wako napigania watoto. Niambie sasa kwenye hili ombi, Mungu atajibu ombi ya nani? Wote walipigania mtoto. Yesu tusaidie sana. Maana simba iko na bezu apate sungura juu mtoto asikufe na njaa. Sungura iko na bezu akimbie mu mikono ya simba juu mtoto wake asikufe yatima. Sasa huku nyuma kuko presence ya nani? Ya watoto. Simba, yani Mungu akijibia maombi ya simba, mtoto wa sungura anakufa yatima. Mungu akijibia maombi ya sungura, mtoto wa simba anakufa na njaa. Nipatie sasa ombi. Yesu akusaidie sana. Nitakupa ombi gani ambayo Mungu atajibia? Sasa acha nirudie ulimwengu wa roho. Njoo nielewe na nitakupa na andiko kabisa. Nirudie ulimwengu wa roho ili nielewe. Wakati mchawi iko na kutafuta, anaombaka kwa Mungu kwanza juu akupata. Naona hiyo ombi gani anakuwa naomba? Anakuwa naomba ile ombi ya ufunuo. Baba ulisema wale waliovuguvugu, waliokataa kuwa moto wala baridi utabatapi. Nipatie huyu mtu ni mkuu. Yesu saidie sana. Amen. Ndio anaombaka. Ulisema wale walio hawako baridi wala moto utawatapi. Nipatie huyu mtu anakuombea kabisa. Wewe upande huu kama hauna maarifa, ukiona unaanza pigiwa kwenye vita hii eneo, unabakia tu kimya, atakubeba. Maana maandiko nasema mshtaki wetu ni kama simba nguruma. Kila mtu uko mko na mshtaki. Ibilisi anakuwa na kushtaki tu, anaenda mbele za Mungu anakushtaki. Kenye kinatumana ndashtaki huyu ni dhambi fulani. Turudi ili nikupe andiko ili kwamba unielewe ni maombi gani ambayo Mungu anaweza jibia hii minyama hapa. Yesu akusaidie sana. Ni watu haiko minyama. Amen. Ilikuwa ni mifano. Kujibu kutokana na ushawishi. Mama mchungaji, karibu tusomee andiko. Ezekiel 21 mstari wa 27 peke yake. Anasema nini? Ezekiel 21 mstari wa 27. Tunasoma kitabu cha Ezekiel 21. Ndio. Mstari wa ngapi? Mstari wa 27. Tunasoma katika jina la Yesu. Amen. 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 Nitakipindua. Hiki nacho na hakitakuwa tena hata atakapokuja yeye ambaye ni haki yake. Nami nitampa. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anasema hivi, nitakipindua wala hakitakuweko tena ila akija ambaye ni haki yake. Na maana analomba mtu mwenye atakuya na mshawishi, baba hii ni haki yangu. Ndio anafanya nini? Anafanya. Yesu tusaidie sana. Mungu anahitaji ushawishi
umpe, umwambie hii ni haki yangu. Soma andiko kitabu cha Isaya 41 mstari wa 21, anasema nini? Kitabu cha Isaya 40 ngapi? Isaya 41 mstari wa 21. Tunasoma kitabu cha Isaya 41. Ndio. Mstari wa 21. Mstari wa 21 naimba hivi. Ndio. Haya. Leteni maneno yenu. Leteni maneno yenu. Asema Bwana. Asema Bwana. Toweni hoja zenu zenye. Toweni hoja zenu zenye nguvu. Asema mfalme wa Yakobo. Asema mfalme wa Yakobo. Amen. Haya basi, leteni maneno yenu. Toweni hoja zenu zenye nguvu mbele ya mfalme. Ndio maana nikakwambia ili Mungu akupe, inabidi umshawishi ya kwamba hiki ni cha. Na unamshawishi kwa nini? Unamshawishi kwa neno lake. Iziti tunaingia katika hali ya maombi. Tunaomba sana na hatupati. Ulishawahi jiuliza, kuko mtu mwenye hana mifungo yenye wewe ulishakafunga, maisha yake yalishakafanyikiwa? Kuko mtu mwenye hana hata maombi yenye wewe unaombaka, yeye kwake kula haiko hitaji. Kuko mtu mwenye hana hata orodha ya mifungo, hana orodha ya maombi, hana orodha ya malalamiko ambayo wewe ulishalalamika, yeye maisha yake menyo. Sasa ina maana unataka niambia kama Mungu ndio ametaka sisi wa Kristo tuishi hivyo? Yesu atusaidie sana. Ametaka sisi wa Kristo ndio tuishi hivyo? Hajataka tuishi hivyo. Kuko eneo kwenye umekwama, na eneo hiyo ni kwenye sehemu ya matamko. Matamko. Ndio maana nikasema nini? Wakati simba iko nataka kuomba na sungura wakati iko nataka kuomba, lazima kuwa ushawishi. Ili kwamba Mungu ajibu. Ndio maana ulimwengu wa giza banakuwa banaomba juu yako. Unajua kama mchawi hawezi kuloga kama Mungu hayaruhusu? Mchawi hawezi kuua kama Mungu hayaruhusu? Sio kama kuna mtu ananielewa hapo. Anapokuloga na anapokuua ina maana Mungu ameruhusu. Sasa juu akuwa ameruhusu ina maana alikuwa anaomba mservice ya Mungu na kumsikia. Yesu atusaidie sana. Huko maneno tu yenye alileta juu yako, akakubambikiza tu hii maneno, ile mashtaka akakubana juu jitoe moyo, ni haitatoka. Ni mashtaka yenye ashaleta kwako. Unashangalo naenda na unaomba tulienda, haikisema Mungu nilienda. Anakuambia ulienda juu hauna maarifa. Anasema kitabu cha Hosea 4:6 aseme taifa langu linaangamizwa kwa kukosa kuwa na nini? Taarifa. Yani taifa la Mungu haliangamizwi kwa uchawi, inaangamizwa kwenye eneo la maarifa. Na maarifa itakwambia hiki ni kiangu na hiki hakiko kiangu. Na ndio maana miongoni mwa orodha za silaha zenye tulipewa mule ndani utapata ya kwanza ni kweli, ya pili ni dirii ya haki. Ile haki inakaa hapa kifuani kwako. Ukitaka kujua haki yako nini? Yesu atusaidie sana. Hiyo ni namba 1. Tuingie namba 2 kwamba nimalize. Sitaki nifundishe vya mingi sana. Yesu atusaidie sana. Namba 2 ambayo itakao kufanywa inuke, jifunze kutembea kwenye eneo la, yani jifunze kutembea kwa utaratibu. Jifunze kutembea kwa utaratibu. Kitu kitakacho kufanya uinuke, uamsho onekane ndani mwako, jifunze kutembea kwa utaratibu. Kutembea kwa utaratibu maana yake nini? Sikwambii kutembea kwa utaratibu ndio nikwambie uanze tembea mwendo sawa vile kobe. Nikisema kwa utaratibu, maana uko unajua naweza jizuiza hiki, siwezi fanya, na hiki naweza fanya. Hiki naweza kula na hiki siwezi kula. Yesu atusaidie sana. Amen. Mifupa mikavu haikuinuka mara moja tu. Pale Ezekiel aliposema sikie neno la Bwana, haikuinuka mara moja. Ingiinuka mara moja kungekuwa vurugu yenye kila mfupa ungelienda, yani ungejikuta hiyo mfupa ya mguu na kia bana ya kichwa. Sasa mifupa iko naunganishana, iliinuka kwa utaratibu ili kila mfupa upate nafasi ya kuikala mahala pa. Amen. Leo kama kuko mtu mwenye anashindwa leo, hana utaratibu katika biashara.
hana. Uona hiyo tu kama kila biashara ni riski yako. Kuko wengine haiwezi kuwa riski yako. Yesu atusaidie sana. Utaratibu huna. Wewe unajua tu juma essence zinavuma hii masiku na njia ya plane njoko zinaenda vuka Burundi na nisikia ziko na faida mingi, acha na mimi niingie kule. Utaratibu inakushinda. Wewe unaenda kisha zile video zinaenda kamatiwa. Unaomba. Yesu atusaidie sana. So acha nikupatie mfano wa ndege. Ndege. Hapana ndege ile inarukaka, ndege ile Boeing. Ile Boeing haiwezi ruka kama haina system yenye iko nazungurusha mifumo ya vyuma mule ndani ili ianze kuruka. Ndio maana saba na iwashake naanzaka hivi pole pole. Maki utaratibu yake inapeleka pole pole, inaenda natembea chini pole pole mpaka itafikia wakati nafanya nini? Inaruka. Kuna nafasi nilienda kwa kanisa moja ili nikupe habari ya utaratibu. Mtu mwenye kuna utaratibu ni mtu pia mwanatembeaka na system. Ukikuwa na utaratibu utakuwa na system yako. System ni nini? Maana nikifika saa fulani siwezi kula chakula, ndio system yangu hii. Yesu atusaidie sana. Utaratibu wako ndakula chakula mara 3 kusiku. System yako ikifika saa fulani siwezi Nilienda kwa kanisa moja niko mgeni. Wakanikaribisha. Na baada ya kunikaribisha nikajitambulisha tu kawaida tu. Kama mshirika tu wa kawaida. Ibada ilipoisha wakaniita. Baada ya kuniita nikaona wametia chakula pale na vinywaji. Wametia vinywaji viwili na wametia chakula. Uko hapa ukijiwekea utaratibu kwako na kusema nini? Kila mgeni mnatakuwa natoka kwangu, asikuwa natoka bila kutumia kopo moja ya mai na kitumbula moja ya 500 francs kwangu, asikuwa natoka. Acha nikwambia kwamba huwezi fanya vile miezi 2-3 hauinuliwi. Yesu atusaidie sana. Hauwezi fanya miezi 3-2 haufanyi nini? Meuko hapo huko mkavu mno. Kwako mgeni akukutembelea unaona kauka, unasude. Na kama ulikuwa na maana unasema ya watoto, walo iache tu hapo ikaukie pale. Utafanikiwa wapi? Yesu atusaidie sana. Utafanikiwa wapi? Utaratibu. Mezali, tusome Mezali tusikie anasema nini kuhusu utaratibu. Mezali 24 mstari wa 13 na 24 mstari wa 3. Karibu mama kama umepata 24 mstari wa 3 unasema nini? Kitabu cha Mezali 24 mstari wa 3 unasema hivi. Ndio. Nyumba hujengwa kwa hekima. Nyumba hujengwa kwa hekima na kwa fahamu na kwa ufahamu hudhibitika. Amen. Shuka chini. Na kwa ufahamu hudhibitika. Na kwa maarifa vyumba vyake hujazwa. Na kwa maarifa vyombo vyake vyote kufanya nini? Jazwa. Yesu atusaidie sana. Unaweza kasa. Vitu vyote vya thamani na vya kupendeza. Amen. Vitu vyote vya thamani na vya kupendeza. Ina maana nyumba anasema inajengwa kwa vitu hivi. Na nyumba ni wewe mtu wa Mungu. Nyumba ni wewe. Jiulize wewe unajengwa kwa vitu hivi? Kitu cha kwanza anasema ni hekima. Hekima ndio huduma ambayo ulipewa na Mungu ili maisha yako ijengwe na iimarike. Maisha yako haijengwi kwa miujiza. Maisha yako yanajengwa kwa hekima. Njoo wewe. Hekima. Sasa hekima nitakupatia huko mbele maana tuko tunatembea na muda. So ili ujengwe kitu cha kwanza inabidi kuwa hekima. Sasa lakini ili nyumba iimarishwe, juu wewe uimarike inabidi uwe na ufahamu. Juu wewe nini uimarike inabidi uwe na nini? Ufahamu. Na huu ufahamu ni nini? Ufahamu ni kujua vitu vinavyofanya kazi. Au kwa tafsiri nyingine, mtu asiye na ufahamu ni yule ambaye asiyejua jinsi ya mifumo ya uchumi inavyofanya kazi.
Hautastirika kama hauna ufahamu mwe. Ufahamu itakwambia hii biashara ambayo nafanyaka juu isitirike inatembeaka namna. Kuna ndugu mmoja ambaye nilimtolea mfano jana katika maombi hapa. Mfano ambao nilimtolea jana nikamwambia nini? Kwa mfano wewe uko nachuruza mapapa. Hii maviatu ya kuvaa. So uko nachuruza mapapa. Kisha ile mapapa yako yenye unachuruzaka unashinda journée mzima hauruzishi. Kisha unasema Mungu yuko sawa vile hapa, kama ni kurogwa kama ni nini, unaanza laumu Mungu. Ufahamu itakwambia nini? Kwenye balikia uza mapapa lazima batafute na nguo. Yesu cheresa. Amen. Mwenye alikia uza mapapa lazima huko wakati mwenye anakia uza mapapa ifo auze na nguo. Huko mwana uza nguo ifo auze na nini? Ifo nitie manguo pale. Kisha unaenda mbali unasema hata kwenye kuna kiaka hivi na mashosete nazo zinaweza kuwa na maereni nazo. Mimi nakwambia hata usiuzishe mapapo utauzisha manguo, hata usiuzishe manguo utauzisha shenete, hata usiuzishe shenete utauzisha mashosete. Huo ndio ufahamu. Wewe uko hapa, mfano nikupatie tu mfano ya mzuri. Unachuruzaka maharagi na mchele basi. Kisha ile maharagi na mchele juu biishe shida. Hapana kwenda maombi na kumlalamikia Mungu kwa sababu alishanivunja. Rafiki wa mchele na maharagi ya kwanza ni makala. Rafiki wa makala na mchele na maharagi ni mafuta. Rafiki wa hivi vingine ni chumvi, bicarbonate. Ukiviweka pale hailombi utumie maombi. Hata kama ukuuzisha maharagi utauzisha nini? Sio kama kuna mtu ananielewa. Yesu msaidie sana. Hautatumia nguvu kubwa kujisumbua. Si ni maakili tu, ni maufahamu. Ufahamu ndio unaleta nini? Uamsho. Yesu tusaidie sana. Ni nini utalaumu wachawi, utasema wachawi, nyingine ni tafuta tu ufahamu ya kuongeza vyenye. Yesu tusaidie sana. Kisha anasema jambo la mwisho ambalo ni la tatu, aseme kwa maarifa nyumba hujazwa vitu vya samani. Kwa maarifa. Sasa maarifa ni nini? Maarifa yani niseme niende mbali, mtu ambaye iko na maarifa ni mtu ambaye anayejua kusimamia rasilimali zake vizuri. Mtu mwenye iko na maarifa. Maarifa sasa itakwambia nini? Juu niendelee hapa. Sinishadhibiti eneo lingine. Maarifa nakwambia tafuta sasa mwingine mtu naye mkamilifu, umpatie ingine kazi fulani aanze kufanyia eneo fulani. Tafuta tena mtu, unajua juu ya nini kuko leo wanaweka orodha ya mabilionea? Habako mabilionea kwa kazi moja. Wewe uko na kazi moja, hiyo someshe watoto, hiyo lipe nyumba, hiyo kule amo, hiyo magonjwa, hiyo vale, siku gani utainuka? Hautabakia kwa mahitaji ya kuomba. Lakini mtu mwenye iko na maarifa atakuwa na kazi ya kusomesha watoto, atakuwa na kazi ya kukula, atakuwa na kazi ya kumvalisha, na atakuwa na kazi ya kuweka akiba kufanya vitu vya nini? Wewe unajibania tu na mafaranga zenu kumikandara, zikwezi zinanibakia yako. Zitakubakia yako hivyo hivyo, na kesho unaingia madeni zinakuombea yako hivyo hivyo. Wakati ungelizipartage kwa watu wengine zingelikuwa baraka kwako. Soma habari za Abraham. Wala Nuhu. Abraham alikwambia alikuwa tajiri mmakondoo, kulikuwa tu wachunga kondoo tu. Alikuwa tajiri mangombe, kulikuwa wachunga ngombe. Alikuwa tajiri mangamia, kulikuwa wachunga mangamia. Alikuwa tajiri mapunda, kulikuwa wachunga nini? Na alikuwa tajiri muhoro, kulikuwa wachunga horo. Na alikuwa tajiri mfranga za kawaida, kulikuwa wachunga zile franga. Ndio maana wakati kwa maombi utasikia mwenzako hali yake iko tu anafanya nini? Yesu atusaidie sana. Amen. Na ya mwisho sasa tumalize. Ya mwisho ambayo tutamaliza nayo, uamsho. Nifanye nini nipate kuweza kuamka? Tafuta mfumo wa ulinzi kwenye maisha yako. Tafuta mfumo wa ulinzi kwenye maisha yako. Katika maisha yako haitaamka kama huna mfumo wa ulinzi. Mfumo wa ulinzi manake nini? Mimi siwezi enda tu msoko niko na franga. Sasa sikukuwa napanga mprograme niuze kilote kisha niende kiuza. Ulinzi taniambia hiki hakikukua miongoni mwa orodha ya. Wewe unaenda msoko huko wenye haukupanga, unakiwa unalundika.
Umeenda msoko petetro, ulikuwa unaenda emea tilapia. Meo juu ulikuta mavitumbutumbu ya nyama ilishuka bei, unauza. Ulienda kule ukakuta matomson nazo kulikonekana za kabambi, unauza. Si ukaenda sasa kule kwa matilapia ukauza. Kisha ukasema mtu ni kula, mtu hayuaki. Bwana Yesu ni. Wewe kila kitu unauza. Wewe unajua utaenda wapi mwa system? Yaani aseme mko mnatengeneza buffet. Buffet gani ya namna hiyo? Yesu atusaidie sana. Tengeneza mfumo wa ulinzi. Iziti ya mwisho, tafuta uhai kwenye biashara yako. Tusome andiko ya mwisho na nimalize hapo. Ana naona watu wanaanza niangalia bimacho. Yesu atusaidie sana. Andiko ya mwisho na tumalizie hapo. Isaya 26 mstari wa 16 hadi 19. Anasema nini? Hiyo andiko nasema hivi, kipengele cha mwisho, tafuta uhai kwenye biashara yako, tafuta uhai kwenye huduma yako, tafuta uhai kwenye familia yako, tafuta uhai kwenye uzao wako. Sasa hiyo uhai inapatikanaje? Isaya 26 mstari wa 16 hadi 19. Anasema nini? Kitabu cha Isaya 26, 19 kinasema hivi. Ndio, 16. 16. Ndio uende kukina kene. Anasema nini? Kitabu cha Isaya 26 16 hadi 19 yake. 26:16 ndio. Naimba hivi. Ndio. Bwana katika taabu zao walikwenda kwao. Anasema hivi, aseme Bwana katika taabu zao alikwenda kwao. Saba alikuwa na taabu, Mungu alienda wapi? Kwao. Usikie sasa hiyo andiko. Waliomba maombi mengi wakati adhabu yako ilipokuwa juu yao. Aseme waliomba maombi mengi katika adhabu yako ilipokuja juu yao. Kama vile mwanamke mwenye mimba anayekaribia wakati wake wa kuzaa, alivyo na utungu na kulia kwa sababu ya maumivu yake, ndivyo tulivyokuwa sisi mbele zako, e Bwana. 18 naimba. Tumekuwa na mimba, tumekuwa na utungu, tumekuwa kana kwamba tumezaa upepo. Hatukufanya wokovu wao wote duniani, wala hawakuanguka wa mauti zangu zitafufuka. Amkeni, kaimbeni ninyi mnaokaa mavumbini, kwa maana na umande wako ni kama umande wa mimea, nayo ardhi itawatoa waliokufa. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema aseme Bwana katika taabu zao alikwenda kwao, waliomba maombi mengi wakati wa adhabu yao ilipokuwa juu yao. Kama vile mwanamke mwenye mimba anayekaribia wakati wa kuzaa kwake alivyo na uchungu na kulia kwa sababu ya maumivu yake, ndivyo tulivyokuwa sisi mbele zako, e Mungu. Tumekuwa na mimba, tumekuwa na uchungu, tumekuwa kana kwamba tumezaa upepo. Hatukufanya wokovu wowote duniani, wala hawakuanguka wakao duniani. Niachie kwanza hapa. Yesu atusaidie sana. Nataka kuongea hapa kitu kimoja. Unajua kuko mtu ambaye anaweza enda kwa maombi, analia Mungu, anasema niko mtaabu yangu. Unaugua sana, kisha Mungu anakutembelea. Mungu sana kutembelea. Sasa hapa anasema nini? Anasema aseme baada ya kuwa Mungu ametembea kwao, kuliko sasa wajue nini cha kufanya.
Boye bakaanza sema Mungu, tuko na uchungu kama mwanamke anayejifungua, tunahitaji Bwana hiyo uchungu yetu itoke. Sasa siku ya kuzala yabo kuliko bazale mtoto bakazala pepo. Yesu tusaidie sana. Amen. Usikie sana hiyo pointi. Mtu ameenda kwa Mungu, amelia kwa uchungu, Mungu akakuya mshida yao. Boye bakaendelea kusisitiza ya kwamba machungu yetu ni kama mimba, inatuluma sana. Mungu akawaambia tuchunge siku ya kuzala. Siku ya kuzala yao bakazala upepo, na ile upepo ikafanya uokovu sizuke kwa dunia, wala kitu cha Mungu chochote kisionekane kwa ulimwengu. Ndivyo watu wengi walivyo leo katika maombi. Unaweza kuwa na machungu mingi, na ile machungu yako inakuwa sawa vile ni bure, juu machungu yako umeipeleka kwa kilio. Shida yako hailombi kilio, inaomba kuitamkia. Ndio maana akasema hivi kwa mstari wa 19, na ambayo ndio mwisho wa mstari wa 19, akasema hivi, aseme wafu wako wataishi, maiti zenu zitafufuka. Amkeni mkaimbe, nyinyi mkaao katika mavumbi. Amkeni mkafanya nini? Mkaimbe. Ina maana wao wako nalia huku wamelala. Wao wako naomba huku wamelala, tena hawalali kumatela, wanalala ndani ya mavu. Unaweza omba kama huko mumavumbi, Mungu hawezi kuona kauna mumavumbi kule. Anahitaji nini? Anahitaji kwanza uamke, utoke katika ile mavumbi. Ndio maana akasema nini? Aseme wafu wako wataishi. Kama wao uliona kwamba vitu vimekufa, wewe tangaza uhai tu. Mtu ambaye amekuhukumu ya kwamba umekufa, wewe tangaza ninaishi. Amen. Mtu ambaye amesema hutajenga, wewe tangaza nitajenga. Mtu ambaye amesema hutafika mbali, wewe tangaza nitafika. Yesu tusaidie sana. Hapo hakuna kilio, ni kutangaza. Ndio maana nikapenda maombi ile siku Mary amesema kuhusu maombi ya usiku wa manane. Maombi ya usiku wa manane ni maombi ambayo ni mwingiliano wa ulimwengu wa giza. Wakati mchawi anakuamkia juu akuloge, na wewe unamuamkia juu haribishe vyake. Sasa hautaribisha vyake mkulia. Kule iko na kuloga kutumia masemi, na wewe itabidi utumie masemi kuvunja. Unajua mtu akileta serikali pale mbele ya mlango saa hivi, shida haiko ile serikali. Shida ni maneno yalisema juu ya ile serikali. Wenda alisema wa kwanza kutia mikono hapa na muulize Absalom. Absalom alisema Mungu, hii vita yenye nikipigana hii. Yesu alisema sio Absalom. Yesu alisema nimempoteza huyu mtu, nitampata saizi. Kuna mtu ambaye ameenda kwa vita. Na huyu mtu wakati anaenda kwa vita, ameenda akamwambia Mungu nini? Unitilia haba watu mu mikono ya, nikibashinda mtu wa kwanza kuniamkia, huyo ndakutoshea aye sada. Kisha Yefuta, mtu wa kwanza kuniamkia nitakutolea aye. Alisema maneno. Kisha sana rudia fie wake wa kwanza mpendwa njaka kiafanya nini? Akampokea. Hakumuua. Yesu tusaidie sana. Wewe ushaona napenda fie wako, alisema masemi, ilibidi atimize sasa ile masemi. Maombi ni sawa, lakini omba maombi kwa matamko. Matamko. Yesu tusaidie sana. Sasa ndio maana akasema nini? Aseme wafu wako wataamka, acha kulia. Maiti zenu zitafufuka. Amkeni mkaimbe. Wakati mko mnalia, muimbe kama Paulo na shi. Wakati wanaabudu misingi ya gereza haikuvunjika. Pale kulikuwa yani wanaimba na kumsifu Mungu. Mungu akasema no, hapa watu hawawezi abudu katikati ya kifungo. Pingu zilidondoka, misingi ya gereza katikisika, gereza kafanya nini? Kumbe katika shida yako Mungu anataka uimbe. Mungu hataki ulie. Yesu tusaidie sana. Na mwisho anasema hivi, nyinyi mnaokaa mavumbini, kwa maana umande wako ni kama umande
wa mimea, nayo ardhi itatoa waliokufa. Inatoa waliokufa kwa matamko. Na Mungu atubariki. Amen. Tunataka omba sasa, maana tukupeleka muda ni kama nilikula tu dakika 6. Roho yangu amka, tumsifu